all of whom have joined us this morning for the opening ceremony. Changamoto ya ukosefu wa soko la zao la nazi imeelezwa kuwa mojawapo ya sababu kuu zinazochangia kudorora kwa uchumi wa ukanda wa Pwani. Seneta wa Tana River Danson Mungatana ameitaka serikali kuu kuchukua hatua za haraka na kuingilia kati ili kuokoa sekta ya kilimo cha nazi ambayo ni tegemeo kwa maelfu ya wakazi wa Pwani. Akizungumza mjini Kipini, Mungatana amesema kuwa wakulima wa nazi wamekuwa wakikumbwa na changamoto kubwa ya bei duni ya zao hilo, hali ambayo imeathiri vibaya maisha yao ya kila siku. Amesisitiza kuwa nazi ni zao muhimu kiuchumi kwa jamii nyingi za Pwani na hivyo linahitaji uingiliaji wa haraka kutoka kwa serikali ili kuimarisha soko lake. Wapate kuziweka kwa nasari zikiwa tayari kama vile unavyoziona. Budget ya pesa zinazotengwa na serikali ya national government kuleta kwa county government, kuwe na kiwango fulani cha pesa tutengewe kama nursery operators, kwa sababu hilo ndilo zao letu tunalolitegemea, na kuangalia pia future, vizazi vijazo tukiondoka tuwaachie pia, kwa sababu huu ni mti wa asilia. Before sisi wa mababu zetu walikuwa wanakuza hii. So tunaomba kwa unyenyekevu tukiwatumia viongozi wajaribu kupress, kwa sababu inatuathiri sana, manake hili ndio tegemeo letu kubwa. Tunasomesha watoto, tunafanya shughuli zetu, tunajenga majumba, lakini saa hii watoto wanajamu, inakuwa ni shida ya kwenda shule sababu minazi yetu iko kwa nasari na hakuna budget, hatujawekewa budget. Lima ambaye anafanya kazi ya coconut na yeye anasaidika, kwa sababu serikali ya Kenya imeweka pesa kwa mkulima wa majani ya chai. Serikali ya Kenya imeweka pesa kwa mkulima wa kahawa. Serikali ya Kenya imeweka pesa kwa mkulima wa sukari. Lakini serikali ya Kenya haijaweka pesa kwa mkulima wa coconut hapa Pwani. Na sisi tunataka huu baguzi uishe. Polisi kutoka Kikuyu wameanzisha uchunguzi kufuatia vifo vya wafanyikazi wawili